Fainali mkondo wa pili michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane. Kamishna wa idara ya michezo ambaye pia ni msimamizi wa uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, Amir Mohamed Makame, amesema hadi sasa wanaendelea kufanya maandalizi ya uwanja huo kwa ajili ya mchezo wa fainali. Zaidi huyo hapa Amir Mohamed Makame akithibitisha taarifa hii wakati wa mahojiano maalum na mwenzetu Jacob Kapaya. Wakaribie, anga njema tayari. Uwanja uko vizuri na unasubiri mashindano. Na hiyo kwa finali mchezo wa Amani faraja kwetu kama serikali. Kwa hiyo waje na swali anga njema haina shida. Tuangalie finali. Kwa furaha na amani kabisa. Mpaka sasa kuna taarifa yoyote ambayo umeipokea ya mabadiliko ya uwanja? Inshallah kwa mwisho hilo bado. Barua ambayo tunaiona kwanza ni barua ya CAF kwa TFF ambayo inaonyesha kwamba tukiwa pale, lakini pia nafikiri tutapokea barua ya Simba. Nafikiri kesho tunaweza tukipata barua. Kwa hiyo Simba bado hawajaleta barua ya kuomba uwanja huo. Barua ya uwanja huwa inaletwa na Simba. Lakini CAF wao wamepelekea TFF kwamba wacheze uwanja wa Amani. Kwa hiyo changanya barua ile na hiyo ambayo itatoa na Simba kuomba sisi ili kuunganisha na wale wanaosimamia uwanja, basi itakuwa hivi. Kuna dalili yoyote ambayo inaonyesha uwezekano wa CAF kuhamisha mchezo huo kwenda uwanja wa Benjamin Mkapa? Mpaka sasa hapana. Sisi tunashikilia kwenye barua yao wamepelekea TFF kwamba uwanja utakaochezwa ni uwanja wa Amani. Naam, huyo ni kamishna wa idara ya michezo ambaye pia ni msimamizi wa uwanja wa New Amani Complex, Amir Mohamed Makame akithibitisha taarifa hiyo. Lakini pia taarifa ambayo imetoka hivi punde tu ambayo wameitoa klabu ya Simba kuhusiana na mchezo huo ni kwamba naisoma kama ilivyo. Taarifa kwa umma. Uongozi wa klabu ya Simba unapenda kuwafahamisha kuwa licha jitihada zote zilizofanywa na serikali, TFF na club katika kuhakikisha mchezo wetu wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane wa tarehe 25 Mei 2025 unafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa zimeshindikana. Kutokana na hatua hiyo, mchezo huo utafanyika katika uwanja wa Amani Zanzibar kama ilivyoamriwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Tunawaomba mashabiki na wapenzi wetu kuwa watulivu katika kipindi hiki. Aidha, tutatoa taarifa rasmi za mchezo huu na hatima ya mashabiki wetu kuelekea katika mchezo huu muhimu kupitia mkutano maalum na wanahabari kesho tarehe 20 saa 5 asubuhi katika ofisi za klabu ya Simba Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Imetolewa na Zubeda Sakuru, afisa mtendaji mkuu klabu ya Simba, tarehe 19 Mei 2025. Kwa maelezo zaidi ya namna sasa mashabiki yanatoka watayatoa kesho. Kwa rasmi ile mtandaoni kuuza tiketi kwa ajili ya Benjamin Mkapa kumefungwa. Maana tiketi zitakuwa zimefungwa rasmi kuuzwa kwa ajili ya Benjamin Mkapa. Inafunguliwa kwa ajili ya Amani. Au wale waliokata Benjamin Mkapa ndo wanaingia Amani. Nafikiri sasa ndio hiyo umesema mafafanuzi wanasema kesho. Au la, kama huku tayari mshakusanya maokoto, goma free. Wapi? Amani. Asa free kwa maana aliyekata tiketi ya Dar es Salaam ndio huyo wanaingia nayo. Kwa Zanzibar yeye na safari ya Zanzibar yeye na yani ile free yake sio free tena ya kichina goli wazi. Tiketi ile uliokuwa nayo huku ndio hiyo unaingia nayo. Kwa sababu mechi za finali za utaratibu wake unajua. Sio mechi ya kawaida tu. Mechi ya finali ya pili ya kukabidhiwa mtu mwali na kombe. Ndio unasemaje, si idadi maalum, uwanja una idadi maalum ya mashabiki. Eneo ambalo la kukaa watu litatengwa, watu washauza tiketi 30,000 ndio watakayewahi sasa. Kuna mwingine kitendo cha kusikia tu ila huko pamoja kakata tiketi hawezi kwenda. Sababu tayari shamuongezea gharama ambayo yeye kwa mfano ngoja nikwambie kwa mfano. Sawa bwana. Kwa mfano Mdengereko yuko Buza. Kakata tiketi yake 7,000. Leo kwenda Zanzibar tayari utaratibu wa usafiri wa boti na kurudi na pesa pengine pa kulala. Manake ushamtoa mchezoni hawezi kwenda. Kwa hiyo unamrudishia 7,000 au ndo aji wale. Sasa ndio maana kule limewekwa goli wazi. Aliyekata tiketi mjini akionyesha anaingia.
Kwa sababu ujue kuna tiketi za dabi bado zipo, watu walilipa. Na mpaka leo kuna sintofahamu. Ya dabi itakuwa imechakaa. Siku zote toka tarehe 8 bwana mwezi wa ngapi? Si fedha, lakini fedha. Kama fedha lilikuwa kwenye mfumo na zinaeleweka, kwani zisirudi tu kwa watu ambao tayari walishazingia? Hivi ule mfumo ule ngoma haiwezi kurudi. Ndio sasa si watu tukakata haba kwa namba ya simu hivi. Afu ngoma haiwezi kurudi. Asi ile kadi sina kuepo, kadi sile inakaa na hela ile. Irudi kwenye kadi za watu. Inawezekana nyingine makusanyo mengine haya. Yanakuwa kama sio rasmi. Na kwa sababu bodi ya ligi pia wametoa ratiba ya mechi ya dabi 15 hiyo. Alafu unaweza kuangalia namna ya unaweza mtandaoni kwa kuangalia inaanza kuuza. Najua maswala wakati mwingine yanakuja kuleta taharuki, chaos katika jamii. Kwa sababu gani? Kwa sababu tu ya mifumo. Kwamba mtu amekata tiketi, kalipa hela, tena labda kiwango kikubwa, alafu hela irudi. Hela irudi. Muona bwana. Lakini kwa sababu bodi ya ligi wamekusha sema mechi ipo Juni 15. Taarifa ni ipi ya hao waliokata tiketi? Kwa hiyo hii tusubiri kama wanavyosema kesho saa 5. Na maana yake watatoa ufafanuzi katika yote. Yaani mimi najaribu kuwaza kwa sauti ili kama walilisahau na hili kwenye ufafanuzi. Waliingize. Wamesema hapa kuhusu mashabiki. Maana yake mashabiki watulivu. Wanagusa kipande hicho. Labda mtaalamu Kiemba. Labda kama kama ni utaratibu wa mashabiki kwenda kule Zanzibar tutachukua boti. Ngoja lakini hawajawaza kama kuna hela za watu zinapaswa kurudi. Zimekusanywa. Wamesemaje? Aidha tutatoa taarifa rasmi za mchezo huo na hatima ya mashabiki wetu kuelekea katika mchezo huo muhimu kupitia mkutano maalum na wanahabari kesho tarehe 20 Mei saa 5 asubuhi katika ofisi ya klabu ya Simba Oysterbay Dar es Salaam. Pigia mstari mashabiki wetu. Si ndio wakata tiketi? Wewe Tanzania wamekata tiketi bana. Hapo wanaongelea mashabiki wao tu. Wao kwa sababu ile mechi inahusu Simba na Berkane. Maana yake wanaamini waliokata tiketi ni mashabiki wao. Hili jambo la azuiwi, maana yake utaratibu huo awe wa kwao, asiwe wa kwao, yoyote aliyekata tiketi utamuhusu hayo maelekezo atakayotoa. Basi ingekuwa kwa mashabiki. Ilibaki kwa mashabiki tu, sio wetu. Yaani uje statement hiyo mashabiki wetu. Na maana ili jambo la klabu. Hujavaa jezi nyekundu na wewe mashabiki wetu tutambui. Ili jambo la klabu inawezekana washabiki wetu namna ambavyo watakwenda Zanzibar na kuangalia mchezo. Okay, labda tukiacha hiyo. Kimchezo ndani ya dakika 90 zile zijazo kwenye pitch. Kuna athari yoyote ya kuto kucheza kwa Mkapa na kucheza New Amani Complex? Ipo. Ni kama Alex leo tukutoe nyumbani kwako. Ambapo hata ukizima taa unapita kila sehemu na unatafuta vitu. Yaani vitu vyote unatafuta, yaani unachokitaka hata kiko uvunguni. Gizani unakitoa. Kwa hiyo ni athari ya kwanza kwamba utafika sehemu ambapo pakizimwa tu taa pakawagiza, hujui unaelekea wapi. Kwa hiyo kisaikolojia ni athari ambayo inawezekana kwenye kucheza wewe ukaiona ni ya kawaida, lakini inachukua pati kubwa sana saikolojia kwenye mchezo, hususan mchezo kama huo wa finali. Kwa hiyo kuna usumbufu unapatikana kwa kisaikolojia kutokana na Simba kukosa nafasi ya kucheza Benjamin Mkapa kwa sababu unajua historia ndio ambayo inamfanya mtu akawa na kitu cha kumsukuma. Yaani yale ambayo yameshafanyika Benjamin Mkapa yalikuwa ni historia tosha kwa wale ambao wanatakiwa kufanya kwa mechi inayokuja tarehe 25. Kwamba sisi matukio haya kwenye Benjamin Mkapa tumeshayafanya kwa mara hizi. Yalikuwa yanaonekana ni mazito lakini tulivuka. Na juzi tu la Almasri lilikuwa ni tukio ambalo pia lina sementi hiyo kwamba bana Benjamin Mkapa sisi umekuwa ni sehemu yetu ya bahati. Kwa hiyo utaona toka ilivyotoka statement kwamba CAF inashauri mchezo ukachezwe Zanzibar, uliona mapokeo hayakuwa mazuri. Kwa hiyo tayari ile unaona ni usumbufu. Hata mwalimu wakati analiaddress ilikuwa analiongelea ili kwenye kinani baada ya mchezo, alifikia sehemu akasema hata wakitaka tucheze hapa tutacheza. Kiuhalisia hakuwa anamaanisha. Yaani unaona kwa kiasi gani linaisumbua timu. Kuanzia washabiki, viongozi, benchi la ufundi. Sasa hilo kwa wachezaji hakuna tayari ambaye ameshaongelea. Hujui kuna athari kiasi gani, lakini mkuu wa benchi la ufundi
alifikia kusema hata mechi mbili tucheze hapa hapa. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa kiasi gani limewaingia na linawasumbua na kuhisi kwamba ni sehemu ya hujuma na sio sehemu tu za kufuata utaratibu wa mchezo. Kwa hiyo tayari kwenye sehemu hiyo. Athari nyingine ambayo pengine walitegemea kuwa na namba kubwa ya mashabiki wao pale, manake utakuwa na namba finyu ya mashabiki wao. Kwa kwangu mimi, kwa Watanzania wanaoingia viwanjani kama 12,000 wanaweza wakaingia kwa ajili ya kusupport timu, wanaweza wakawazidi 60,000 ambao wanajaga Benjamin Mkapa. Kama watu 10,000 wanaingia kwa ajili ya kusupport timu, kama wale wa Berkane kule wanaweza wakawashinda watu 50,000 wanaoingiaga Benjamin Mkapa kwenda kupiga selfie. Kwa hiyo kina nani wanakuja ndio hiyo hicho. Okay, nimeona namna pengine wenzetu wanavyoshangilia na kusupport timu yao. Bado tunatakiwa kuna kitu cha kujifunza. Tuendelee kubadilika na kujifunza na kuona tunashangiliaje ili kuisupport timu. Kuna inawezekana kwa kupiga makelele na kuna kushangilia. Ingawa kushangilia nako ni kelele. Kushangilia ni kelele. Lakini nategemea kwa anayezisikiliza. Kuna kupiga kelele na kuna kushangilia. Kelele, lakini kuna aina nyingi za kelele. Lakini kushangilia nako ni kelele, lakini tunatakiwa tushangilie badala ya kupiga kelele. Hili lazima wajifunze. Okay. Ngoma ndio ishamuliwa hapo. Saizi kama Kiemba ndio umekaa kwenye nafasi ya Fadu sasa. Nini ambacho unakwenda ku address kwenye kwa wachezaji wako? Cha kwanza ni tayari uwanja wa mechi umeshajulikana na hakuna ambacho tunaweza tukabadilisha. Na sisi kwa sababu tumejiandaa kushindana mpaka hapa tulipofika. Basi kokote ambako tunaenda kucheza, kama kila mmoja wetu atatimiza majukumu yake, tuna uwezo wa kuchukua hili kombe. Bila kujali tunacheza sehemu gani. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunajiandaa kushindana na Berkane na kwa utaratibu huu. Kama tutaufuata utaratibu huu, tuna uhakika sehemu yoyote ambayo tutacheza tunaweza tukachukua hicho kikombe. Lakini pia tuna deni na tuna kitu kinatusukuma ndani kuonesha kwamba hizi hujuma ambazo zinafanyika haziwezi kututoa kwenye eneo. Yani mwalimu unajaribu kupanchi, kutengeneza hasira kwa watu ya kutaka kujitoa mpaka mwisho. Kwa cha kwanza tuka approve. Mlihisi mnatuleta huku mtakutoa kwenye hiki. Kumbe huku ndo mmekuja kwenye moto jehanamu zaidi, afadhali tungebaki kule. Yani kama mwalimu ni kwamba hawa wametutoa kwenye eneo letu la nyumbani ambalo wanahofia. Kwa sababu yani unatengeneza kwamba hawa wanahofia hapa. Kwa hiyo imetengenezwa namna ambayo inatupeleka sehemu nyingine. Lakini sisi tunakwenda kuwaonesha kwamba hakuna ambacho wamekibadilisha kwa kutuchezesha hapa, kwa sababu tumeingia finali hii kwa kucheza hapa. Unatuona leo tuko finali kwa sababu tulicheza hapa, tulipita hapa kwenye uwanja huu tulicheza. Na ushindi tuliopata hapa ndio ulitupitisha kwenda kwenye finali. Kwa hiyo na hapa panaweza kuwa ni sehemu yetu ya bahati ya kutupa kombe. Tukatupa kombe hapa ambapo tuliingilia kwenye finali. Kuna vitu viwili ambavyo kama vinafuatana. Wakati naenda Misri katika mechi dhidi ya Al-Masri. Baada ya Al-Masri kushinda goli 2 kwenye mkutano wa waandishi wa habari. Waandishi wa kule waliniuliza, mmoja hapo kaniuliza, bwana uwanja wanaokwenda kucheza Al-Masri Benjamin Mkapa. Unachukua watu wangapi? Kaambia wakiwa wamekaa 55 mpaka 60. Wamekaa yuko kama wamekaa 55 mpaka 60. Yule mwandishi lugha yake ya mwili akageukia wenzake. Wakaanza kuongea Kiarabu, lakini ilimshangaza kwamba hawa 55 60. Mbona shughuli itakuwa mzito? Tayari ilikuwa inaonekana hivyo. Sio unaelewa? Sasa tumetoka Morocco, tumefika Morocco Berkane. Berkane ni mji. Na una wakazi wachache. Sisi tumefika kule, jamaa anasema bwana hii ngoma Zanzibar wanafurahi. Why? Kwa sababu uwanja wa Amani na uwanja wa Berkane ni kama zinafanana. Umeona bwana kwamba mashabiki wapo karibu wachache, lakini wako karibu tofauti na Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ile intensity ya uwanja wao Berkane na Amani ni kama wao inaenda kuwa favor pia katika namna
wao wanavyoona namna nani wanavyo ya kucheza na namna ambavyo wanaona. Lakini Kiemba amezungumza kitu kizuri sana. Ni swala saikolojia. Mechi hii ya pili inafanyika Tanzania. Cha msingi inafanyika nyumbani. Na uwanja ambao Simba sio mara ya kwanza kucheza. Kwa naamini kwenye hiyo nafasi ya Fadru, saikolojia ndo inabeba vitu vingi sana. Kwamba ni finali na tunapata nafasi ya kuweza mechi ya pili kuweza kucheza na hawa mabwana. Ikiwezekana tusawazishe hizo goli mbili. Na ikiwezekana mwali yabaki. Kwa ni saikolojia na maandalizi ya mchezo. Ndio kinachotakiwa. Ndio kinachotakiwa. Hakuna kitu kingine, kucheza na akili tu. Kubwa zaidi, wekundu wa Msimbazi Simba wametoa rasmi taarifa ambayo mashabiki wadau wa mpira wengi walikuwa wanatamani kusikia kuhusiana na ni upi uwanja ambao